Yesu asifiwe. Tumshukuru Mungu tena kwa ajili ya jioni ya leo tunapoingia kwenye kusikiliza na kujifunza. Mungu wa Israeli, asante kwa ajili ya kipindi cha siku nyingine ya leo. Ni kipindi kilichoanza katika neno la uzima ambalo umeliweka ndani yetu kuhusiana na ufalme wako. Asante pia kwa sababu ya neno hili litaendelea kufanya kazi ndani yetu kila siku. Mungu wa Israeli, tunalisema asante kwa lile kusudi umeliandaa la sisi kuishi katika jina la Yesu. Amen. Hebu tumpe Yesu makofi mazuri. Tulianza kidogo jana kuzungumza juu ya kitabu cha Mathayo sura ya 6 kuhusiana na ufalme wa Mungu, na tulizijua mambo tuliyosikia jana, lakini nikasema pia mara nyingi tuna miss target ya baraka zetu tunapoanza na kutafuta yetu badala ya kutaka ya Mungu kwanza. Tukaonyesha kwamba katika yale ambayo Yesu alituambia, kuna vitu tunavyotamani kwa navyo, tunaviwaza, tunavifikiria, vimekuwa kama vimeshika nafasi ya kwanza ndani yetu. Sasa kwenye hilo eneo Yesu akatusaidia kutusaisha, tusitengeneze mazingira mioyoni mwetu ya vitu vya kibinadamu kwa namba moja. Nikasema kama vile kula, kunywa na kuvaa. Kama vile kawaida ya binadamu tunatamani kuwa na vitu ambayo sio tatizo kuwa navyo. Amen. Sio dhambi kuwa navyo. Lakini ili tuwe navyo na vitupe sisi furaha, viweze kukaa pia ndani yetu kwa kufurahia, tutafute kwanza ufalme wa Mungu, ili hata hivyo vitu vilivyokuwa vya muhimu ndani ya ufalme wa Mungu tutavipata. Tena tutavipata zaidi ya vile tunavyovitaka. Amen. Kwa hiyo kwenye ufalme wa Mungu kuna provision. Kuna vitu ambavyo Mungu huvitoa, uwapa watu wake ndani ya ufalme. Akimaanisha hata kula kwetu, akimaanisha hata kuvaa, au maisha kama maisha binadamu alionayo. Ndani ya ufalme wa Mungu kuna nguvu imo ndani mle. Amen. Hiyo nguvu Yesu ameiweka katika ufalme wake kutuwezesha sisi kufanikiwa na kuwa salama. Bwana asifiwe sana. Kufanikiwa na kuweza kuwa salama, kuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuishi na Mungu vizuri, kuishi na ukiwa na matumaini ya umilele. Lakini kuna kuwa na mali lakini hauko salama, kuwa na vitu lakini usio na matumaini ya milele. Sasa katika Mungu vitu vipo. Amen. Fedha zipo kwenye ufalme wa Mungu. Chakula, mavazi yapo, yameumbwa humo, yapo, yako kwa njia ya kupata wala si kwa mateso. Aliposema tutafute kwanza ufalme wake na hayo yote tutaongezewa, alitusaidia kutushauri tusifikiri, tusitie mashaka, tusiogope, maana kwenye ufalme wa Mungu tukiupata na haki yake, maisha yapo. Amen. Sasa kwenye maisha ndani ya ufalme wa Mungu tunasema yanaanza na kuzaliwa mara ya pili, au yanaanza na kumwamini Yesu alikufa na kufufuka. ndipo maisha yanapoanza.
Maisha ya ndani ya ufalme wa Mungu, amen, yanaanza na mtu mzima aliyemkubali Yesu, haleluya, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa tendo la kumwamini Yesu, alikufa na kufufuka na ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na atarudi tena kuwachukua walio wake na kuhukumu dhambi ndani ya mwenye dhambi. Kwa maana hiyo, kila aliyemwamini amefanyika kuwa raia, mzaliwa, mtaifa katika ufalme wa Mungu, bila kuangalia kabila la kidunia. Tayari ameshafanyika mwana, amefanyika raia na mzawa mwenye haki za kisheria za utawala wa kimungu, kupewa haki ya maisha ndio mwenye mwili, haki ya ulinzi katika mwili. Bwana asifiwe. Anapewa vitu vyote vya muhimu kumwezesha kuishi duniani na kumpendeza Mungu. Amen. Kwa hiyo mtu aliyezaliwa mara ya pili akishaingia kwenye ufalme wa Mungu, fahamu zake kwanza hubadilishwa na kuwa kila kitu ndani ya moyo wake namba moja ni Mungu. Akishazaliwa mara ya pili, mtu yule ambaye ni mtaifa wa mbinguni, mzaliwa wa Mungu, haleluya, akishaingia kwenye ufalme, akishaingia katika imani, utaifa wake wa mbinguni umpendeza Mungu kwanza aliye mfalme, uishi kwa kuyataka mapenzi ya Mungu wake yatimie maishani mwake. Haleluya. Kwa kumaanisha nini? Kila unachokiwaza na unachokitenda na kukisema lazima kiwe katika haki impendezayo Mungu katika ufalme wake. Ndani ya huo ufalme, Bwana Yesu asifiwe, tuko kwenye eneo hili. Ndege wa angani wamefananishwa, hawapandi, hawavuni, amen, lakini hawana mashaka. Kwa hiyo Paulo akasema kwenye kitabu cha Warumi 14 ufalme wa Mungu ukoje. Naomba niisome Warumi 14. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Warumi 14 mstari wa 17. Maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Nilisema hivi, ikishakuwa ni katika Mungu kwanza, katika ufalme ule vitu vyote vitapatikana kwake, Mungu akitangulia. Sasa tumeshapata ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndani ya ufalme hauwezi ukasema mtu huyu yuko ndani ya ufalme kwa sababu ana vitu vya kula na kunywa. Sio masikini. Tuna watu duniani ambao hawako ndani ya ufalme wa Mungu lakini wana vitu. Kwa hiyo hatupimi ufalme wa Mungu kwa sababu ya vitu vya mwilini. Tunapata kujua ufalme wa Mungu katika eneo analosema haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni hivyo basi, Mungu siku zote hata tukimtumikia, tunamtumikia kwenye furaha, tunamtumikia kwenye amani ndani ya ufalme wake. Endapo tuko kwenye mahali vitu hatuna na tuko kwenye ufalme wake, bado tunaweza tukaionyesha furaha, bado tunaweza tukaionyesha amani tulionayo,
bali tunaweza tukaisimamia haki tuliopewa, huku Roho Mtakatifu akiyashuhudia haya ndani yetu. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo umpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Nataka uangalie kumtumikia Mungu, uprovide, utoa mahitaji yetu. Bado usione kama tutapungukiwa. Kumtumikia Mungu katika ufalme wake, Mungu ukupa wewe nafasi ya kwanza, ya mtu wa kwanza kuweza kupewa mahitaji yetu. Sema amen, amen. Kuwa katika ufalme wa Mungu, ndani yake Mungu anakupa wewe nafasi ya kwanza kukupa mahitaji yako, na vile vile kukupa ulinzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ameahidi atakuwa pamoja na sisi. Ameahidi atatupa mahitaji yetu. Ameahidi amani, furaha na haki katika Roho Mtakatifu. Ameahidi nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Ndani ya ufalme wa Mungu. Sema amen. Ameonyesha hiyo wazi. Kwenda kwa Yesu, mzigo wake sio mzito. Kwa hiyo tuko katika imani, tuko katika ufalme wa Mungu. Ndani yake huo ufalme Mungu ameahidi mzigo hautatulemea. Haleluya. Sema amen, amen. Kubaliana pamoja na mimi, sema mzigo wake hautanilemea. Hebu sema basi, mzigo wa Mungu sio mzito, wala nira yake haitaniumiza. Iko hivyo. Anasema hivi, yeye ndiye atupae nguvu za kupata utajiri, ili tupate kukumbuka agano lake. Kwa hiyo unapoingia katika ufalme wa Mungu, unaingia kwenye ufalme usiokuwa maskini. Na huo ufalme unaweza kukupa wewe nguvu. Ndani ya huo ufalme unapata nguvu. Bwana asifiwe. Nguvu ya nini? Nguvu ya kupata sio mahitaji yako tu. Bwana Yesu asifiwe. Sio mahitaji, kukupa utajiri. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Fungua pamoja na mimi Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wake wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 8 na mstari wake 18. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alowapa baba zako kama hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haiwezekani ushindwe maisha ndani ya Ukristo. Haiwezekani. Haiwezekani maisha ya kuumize kiwango cha kushindwa kuendelea katika imani. Ukishaingia kwenye ufalme, umezaliwa mara ya pili, umezaliwa kwa roho na maji, kwa imani katika Kristo Yesu, umezaliwa, umekuwa mwana, umezaliwa wewe ni kiumbe kipya, umezaliwa wewe ya kale yamepita. Ndani ya ufalme huo Mungu anakupa wewe nguvu. Haleluya. Anatupa nguvu tusilemewe na maisha juu ya mahitaji tulionayo. Naomba tuangalie hiyo vizuri sana. Pale kwenye kitabu cha Mathayo tuliposoma 6, anasema tazameni ndege wa angani, hawapande wala hawavuni, lakini Baba yenu aliye mbinguni huangalia hao. Je, ninyi sio bora sana kuliko hao? Enyi wenye imani haba, ni yupi kati yenu ambaye akipungukiwa
urefu wake, akajaribu hata kujiongeza, akajiongeza hata kidogo cha mkono wake. Kama mwezi kufanya hilo lilo dogo, kwa nini basi ya kusumbukia haya mengine ambayo ni maisha? Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine yote. Jamani, ninachomwangalia Mungu, haleluya, ninamwangalia kwenye jicho la katika eneo, hataki tuaibike, hataki tupitie pa mateso, hataki uingie kwenye mitikisiko, maisha, vurugu, unaingia mpaka unakimbizwa mahakamani, unadaiwa madeni. Mungu hataki hayo. Haleluya. Anataka alifanye imara agano lake na sisi. Analifanya agano lake imara na wewe. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Ukishakuwa mzawa, ukishakuwa raia wa ufalme wa Mungu, lazima uzijue tabia, desturi na mila za ufalme wa Mungu zinavyoishi na walio katika ufalme wa Mungu. Sema amen, amen. Lazima ujue na kutambua faida za kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. Lazima ujue mambo yanayokuhusu wewe ambayo Mungu alishakutendea, alishayaweka katika sehemu ya maisha ya kwako. Ameshaweka ndani yako nguvu ya kutawala, nguvu ya kumiliki. Ndani yetu ameshaweka nguvu na uwezo wa mtawala mwenyewe, kwa lugha hii. Haleluya. Itakuwa ni vigumu sana kupewa wewe, sikilize tu vizuri, serikali ya Jamhuri ya Muungano kukupa wewe nafasi ya kuwa kiongozi wa wizara. Unanisikia au kuwa kiongozi katika vyombo vya usalama, ikiwa wewe hujui taratibu na asili ya uongozi na tabia ya uongozi na utawala katika ufalme au katika nchi unayoishi. Utabaki kuwa raia, lakini hautajijua wewe faida ya kuwa raia kama ujui culture ya nchi, desturi ya nchi yako, tabia, utawala, jinsi unavyofanya kazi. Hautazifaidi matunda za nchi. Kwenye ufalme wa Mungu tuna watu hawafaidi matunda ya ufalme wa Mungu. Hawajui culture ya tabia ya ufalme wa Mungu. Wanaishi kama sio raia wa ufalme wa Mungu. Wanaongea kama sio raia wa ufalme wa Mungu. Utenda na kuongea na kuishi kama sio raia wa ufalme wa Mungu. Yule hata Mungu akisema tumbariki mtu huyu, hajui kama amebarikiwa na Mungu. Tumpe anachokihitaji, hajui kama amepewa kwa sababu yuko kwenye ufalme wa Mungu. Mtu wa namna hiyo utakuta anaweweseka kwenye imani. Ni muhimu na ni lazima tujifunze, amen, kuishi katika ufalme wa Mungu. Sio kuwa tu citizen, sio kuwa raia tu, lakini jitambue ni kuna faida gani zilizowekwa kwa ajili yako ndani ya ufalme wa Mungu, ili uziishi, uzifurahie katika imani.
Sema amen, amen. Haleluya. Ukianza kujijua uko kwenye ufalme wa Mungu, namba moja utatambua wewe ni mmoja ya watu wanaojua kumwabudu Mungu. Anaishi kwenye ufalme wa Mungu, roho yake imejaa ibada, roho yake imejaa imani ya kuabudu kila wakati. Hakosi kiu ya kumwabudu Mungu, hakosi, hana ukavu, hana ile hali ya ukame wa kujitoa kwenda kumsikiliza Mungu, kwenda kusifu, kwenda kuabudu, kufanya fellowship na wengine. Hasikii shida, anasikia kiu ya ibada. Huyo yuko kwenye ufalme wa Mungu. Halo? Ni mtu ambaye moyo wake ni ibada. Sijui niwekeje. Mungu nisaidie. Ana matamanio yake. Kwa mfano, haogopi gharama, ikilazimu ni gharama, kwenda kwenye ibada. Amen. Alisema Yesu hivi, atakaye nifuata sharti kwanza ajikane. Unaona Kujikana si kujichukia, lakini kuna vitu vyangu vya kwanza viache kwanza. Hebu anza na Yesu kwanza. Ikiwa mtu aliye ndani yake ana ibada inayomkera kila saa, mbona jioni haifiki? Mbona hatuna semina? Mbona hatuna mahubiri wiki hii? Mbona hatuna fellowship? Mtu yule anasikia hapana, anatamani, yuko ndani ya ufalme. Ile tabia na mila ya ufalme ilishakaa ndani yake, ana ufalme wa Mungu. Mtu yule hatafeli kwenye maisha, hataonewa na adui. Lakini akiwa kavu, amekauka, kiu hana, hajui ni siku gani leo, hajui kama kuna ibada, hajui kama kuna kuomba, hajui kama kuna kujifunza, hajui, hashawishiki, hasikii hata kutamani, yule hata akipita kwenye majaribu atasema ni Mungu ameruhusu. Halo? Hata akipita kwenye moto atasema Mungu amekusudia. Hata akifiwa atasema Mungu amependa zaidi. Kila kibaya atakiona ni Mungu amekitengeneza, sio yeye ametokea kwenye eneo na kusababisha apate mabaya. Kwa hiyo wengi wapitao katika matanuri ya moto katika Agano Jipya, mahali ufalme wa Mungu umeshaachiliwa, wasio na moyo wa matamanio ya ibada upita kwenye majaribu mazito. Hatuji kumwabudu Mungu kwa sababu tunataka atupe vitu. Hatuji mbele za Mungu kumuomba kwa sababu tuna njaa. Bali tuna matamanio ya fellowship na Mungu. Huyo mtu wa namna hiyo yuko ndani ya ufalme wa Mungu. Yuko tayari kuacha vitu vyote. Yuko tayari kukimbia, aache hata kazi yake, akimbie kwanza, apate masaa, hata kama ni moja, hata kama dakika 10, lakini amefanya fellowship na Mungu. Yule atakuwa tayari ameingia kwenye hatua ya juu. Nisikilize tena vizuri, ndani ya ufalme wa Mungu, ambayo mzigo wa maisha hautamlemea. Nira ya maisha haitamuumiza. Tunaenda sawa watu wa Mungu Kuna siku hizi watu wanapenda Mungu awafanyie mambo kama wanavyotaka, lakini wao wenyewe hawataki mambo yafanyike kwao kama Mungu anavyotaka. Ndio maana wanapishana. Sasa tusimtake Mungu atupe wakati yale anayetupa yampendezayo hatuyataki. Mungu anatafuta namba moja wa maabudu watu. Amen. Sema amen, amen. Yesu alimwambia yule mwanamke Msamaria kwamba Mungu anatafuta watu watakaoweza kumwabudu katika kweli.
Sema amen. Amen. Wakishakuwa ni watu, sikiliza tu, wakishakuwa ni watu imara, wana uwezo mkubwa hawa watu, sikiliza tu. Amen. Kupata mahitaji yao muhimu. Kuna mahitaji ambayo sio muhimu, kuna mahitaji muhimu. Unanisikia? Kwa mfano, mimi sasa hivi gari sio muhimu. Amen. Na sisi Mungu, maana nimeshaingia huko, gari lishakuwa sio tatizo, nyumba ya kuishi sasa hivi sio muhimu. Yaani nyumba inayo, unaenda sasa. Amen. Lakini ninaweza nikawa na mambo muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namba moja ni kuhakikisha walio katika nyumba yao hawakosi chakula. Chakula kwao ni muhimu. Kwa hiyo kwa sababu chakula ni muhimu, hawatakosa chakula. Yaani by any means, inaweza nisiwe nimepata mahali popote njia ya kufanya kazi, lakini Mungu yuko tayari kumtuma malaika atakaye provide kwa sababu watoto wanataka. Kwa hiyo hatutaingia kwenye eneo la kujaribiwa isivyo sawa sawa, tutafanikiwa. Amen. Sema amen. Lakini pia tukishakuwa watu waliovaa haleluya. Amen. Hii roho ya ibada, kuna mahali nimewakuta watu ikifika saa moja ndio wanaenda kanisani usiku mpaka saa tatu. Amen. Na kanisa linaendelea Tanzania. Na kuna wengine wakaokoka saa 12 asubuhi, wameenda kwenye kitu kinachoitwa morning glory. Wengine bado wanaamini wameshika, wengine bado hata wanatamani kuamka, lakini kuna watu wameshaamka 12 wako kwenye maombi na usiku. Usitazamie utafanana na watu hawa watu. Kuna maeneo wewe utapitia, wao wanapitia. Kwa sababu mzigo wa Mungu sio mzigo, na nira yake sio ngumu. Haleluya. Amen. Kadri wanavyoendelea kuwa katika ibada, ndivyo wanasogelea vitu vikuu vitatu. Kadri wanavyozidi kwenda katika ibada, kujihudhurisha mbele za Mungu, kutamka maneno katika maandiko, kuomba na kusifu pamoja na wengine, kusoma maandiko pamoja na wengine, wanakaribia maeneo makuu matatu. La kwanza, wanakaribia maeneo ya utawala. Katika ulimwengu wa roho, hawa watu wakiongeza moto, spidi, nia, shauku kwa ajili ya Mungu ndani yao, watakuwa wanasogelea kiti cha utawala. Ukishasema the kingdom of God is you, uko ndani yako. Ukishasema iko ndani yako, maana yake kuna kiti kiko ndani yako. Tunaenda sawa? Amen. Ukishasema tu kuna ufalme wa Mungu, Kiswahili inasema ufalme, lakini kwenye Kizungu inasema kingdom. Kuna kiti cha kukaa cha mfalme, pia kuna eneo la kutawala. Sasa ikishafika kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yao, ni kusema mtu huyo aliyeingia kwanza kumtaka Mungu, tayari amesajiliwa mara ya pili, tayari anatamani neno la Mungu, anajaa ya kutumikia Mungu, anajaa na shauku ya kustari wengine waliokuwa Mungu katika roho na kweli, anajaa ya neno, akilala usiku anasikiliza neno na anasikiliza neno, anaingia kwenye kuomba, naomba sana, anaweza kuomba hata masaa mawili asikiwa dogo. Yule mtu anapanda ngazi fulani kwenda kukaa kwenye kiti. Amen. Tofauti. Amen. The moment anakaa, tunaenda sawa?
Kimbizana na wakati wako ulio nao katika dunia, punguza, ongeza nyakati na majira mengi zaidi kutafuta uwepo wa Mungu pamoja na wewe. Kama unanielewa? Amen. Nani ananielewa? Amen. Nimepata kuelewa. Ngoja nikwambie, mahali muhimu kwa Mkristo duniani ni mahali pa kufanya. Kisha kusema Adam alipewa mahali pa kutawala. Amen. Alitawala Adam. Alitawala. Amen. Adam sio kwa kutawala. Nani kile kitu cha kutawala? Maana Mungu alimwambia atawala samaki, ndiye atawala na wanaotawala nchi yake. Akatawala. Yaani unamuona anaongea. Yule ni tembo, anakuwa tembo kweli. Yule ni simba, anatoa na majina. Kana leo. Amen. Akiyazungumza majina ya wanyama yanaumba na tabia ya mnyama, anakuwa tabia ya huyo aliyeitwa jina lake. Bwana sifiwe. Alipata uwezo wa kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Akatawala. Alipopoteza utawala, wanyama walikuwa adui wa Adamu. Wale waliotawala na kuwapa majina, wengine hawakijui, watamla Adamu. Halo. Sasa Mungu ndani yetu, sema amen, amen. Amen. Ameweka kitu cha ufalme wake. Amen. Biblia inasema Baba amekaa kwenye kiti na Mwana naye amekaa kwenye kiti. Haleluya. Alafu akachukua ufalme wa utawala huo wa kukaa akaweka ndani yake. Hii ni kusema akachukua eneo la nguvu yake, eneo la mamlaka yake, sawa, na eneo la kijiografia. Maana dom ni dominion wa ufupi, enzi, mahali. Tunaenda sawa? Sasa Mungu akaweka kingdom yake ndani ya mahali pa kijiografia, kwa sababu unao mwili. Ukikosa mwili, eneo la kijiografia la Mungu duniani kwa kupitia wewe hali. Ukiwa na mwili, Mungu akakaa na kiti chake cha utawala. Maneno ya kinywa chako yatakuwa ni maneno ya utawala. Amen. Yana mamlaka na yana nguvu. Amen. Sasa tunapofika mahali kiti cha utawala hakipo na mtawala hayupo, tutakuwa tuko ndani ya ufalme, lakini sisi wenyewe kwenye huo ufalme hatuna uwezo wa kutawala. Nitakupa mfano. Andiko la Galatia sura ya 4. Haleluya. Amen. Wagalatia 4 mstari wa 1 nasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote wako mtoto hana tofauti na mtumwa, agawa ni bwana wa yote. Hii ni lugha nyepesi. Bali yu chini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Mrithi ndio mtawala. Mtawala akiwa hajafika kwenye akili ya ukomavu, kujitambua, kujielewa, kujifahamu, niko katika ufalme, niko katika wakati, niko katika nafasi, niko wapi ndani ya Mungu, huyu anachukuliwa ingawa ni bwana wa wote. Amen. Anatishwa chini. Hapa nasema
yu chini ya mawakili na watunzaji. Lolote akilisema halitatimia, lolote atakaloamuru halitatendeka. Atalazimu awafuate hawa wawili, mawakili na watunzaji, awaombe, sio awaombe. Ingawa ni bwana wa yote, atawekwa chini. Neno chini maana yake sio mahali pa yeye kusema yakatokea. Ndio watakaomhudumia na atajikuta hawezi kupata kile anachokifikiria moyo wake kutamani. Sifikirii Mkristo kukosa nafasi yake. Amen. Nafikiria Kristo kupata nafasi yake. Hii namba moja, kujiongezea muda na Mungu. Tunaenda sasa. Yuko hivyo Kristo. Namba moja, Roho Mtakatifu akishindia ndani ya mtu. Namba moja kabisa. Cha kwanza kabisa, hatupi pesa. Anatupa kitu. Moyo na Roho Mtakatifu atakupeleka gizani, ikiwa ni kwa mhubiri wa aina hata ya kidini, kwa sababu ya ujinga nilionao kichwani, ili aingize ujinga fulani nijifunze, kwa sababu ujinga nao ni elimu. Unasikia kwa Mungu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Labda mchukue elimu hii. Hata Farao anaweza kuwa mwalimu wako. Kwanza akufundisha ili upate. Watu wa Mungu tunaelewa. Ndio maana ninajua kwamba kuna vingine hata tukiomba tupate. Maana tukipata tutatumia vibaya. Na tutakufuru. Sasa ili niwe na akili, hata mimi mwenyewe nilimuomba Mungu, usinibariki kiuchumi mpaka unione akili yangu inatimia. Amen. Naelewa kwa Mungu. Halo. Amen. Hakuna mtu anaweza kumweza. Labda mkiomba alikuwa anaweza kuomba baada ya akili yake ilikuwa inatimia. Mimi nilijijua mali. Unipe hela ya kutisha. Lazima nitembee kwenye nchi za nizunguke kwenye raha. Napenda raha. Lakini nikamwambia Mungu, nitegeshe umri usisumbuliwa na mali. Unanielewa? Amen. Ninawaona watu kama mimi, mali inawawezesha. Wanavunja ndoa kwa ajili ya pesa. Kabisa. Wanaacha familia kabisa. Mwanaume anahama tena pasta. Fanya mchezo. Mtu anaimba na kuwa mwimbaji mzuri kabisa na hata jina, anaweza kuvunja ndoa kwa ajili ya jina lake la mwimbaji. Pasta kabisa anaacha kabisa. Amekuwa tajiri. Nimeona mmoja ananiambia, nilimwomba Mungu anitajirishe niache kuhubiri. Sasa kanitajirisha sasa hivi. Kaniambia mimi. Tulikutana naye Dar es Salaam. Sasa mimi nilisema napenda kuhubiri. Amen. Napenda kumtumikia Mungu. Nisimtumikie Mungu nipate mali. Nimtumikie Mungu nipate thawabu mbele za Mungu. Amen. Na thawabu nisije nikapoteza. Endapo pesa itakuja. Unamsikia kwa Mungu. Amen. Jamani, wahubiri
sahihi, kwa sababu ya umri wa ujinga umeshapita. Hata unibariki anipe pesa za kujaa nyumba, moyo wangu sahihi hautahangaika kufikiria jambo lolote, bali nitatazama nikamtumikia Mungu wangu. Amen. Hapo nimeshavuka kiwango. Lakini huko nyuma ningelipata, kwa hiyo nikamuomba Mungu, naomba wewe kama unajua muombe unafanikiwa. Amen. Nilikuwa na vyanzo vya kupata pesa kubwa, lakini nilimwomba Mungu nishushe kwenye hela, usiniachie hela. Mke wangu akawahi kuomba na hiyo, labda leo tutasikia. Na nilikuwa nikipata 1000 na kuna mtu pembeni kama maji anayeniangalia akajurumia, atasema jamaa anateseka, lakini mimi nikasema siteseki, maana na umri nikipata 10,000 itanipeleka mbio. Kwa hiyo ndio na hiyo moja itanipa raha, nikamtumikia Mungu kwa hapo. Sasa kipindi hicho na miaka hiyo, siku nilipoivuka hiyo miaka bali ndio nilifanya birthday yangu. Siku hiyo nilipovuka hicho kiwango cha ujinga, ndio Mungu aliniambia sasa umeshavuka. Ndio siku nilipofanya birthday yangu. Mimi siku nilifanya birthday. Sasa watu wanajua nilifanya birthday siku ya kuzaliwa, lakini moyo wangu najua nimeshatoka pale. Kuna mahali nimetoka. Na siku ya pili nimefanya birthday ya miaka mingapi? Mtu wangu peke yake ndio hiyo birthday. Hakuna mahali nimeshafanya. Na huo mwaka nilipovuka, sijawahi kumwomba Mungu tena kwa swala lolote la mahitaji. Nimevuka. Amen. Milioni 100 sio pesa kwangu. Milioni 500 sio pesa kwangu. Saa hii moyo wangu unaangalia nitahubiri wapi na saa ngapi. Pesa sasa hivi hainipi tena. Amen. Sasa ndivyo hivyo. Ukishajua wewe ulivyo, Mungu akuwezeshe. Ukiwa mtoto mbaya, natamani uingie katika utu uzima, uingie katika mahali anasema Bwana wa yote. Haleluya. Amen. Bwana wa yote. Hata hapa imeandikwa hivyo. Hajasema Bwana wa elfu kubwa, imeandikwa Bwana wa elfu ndogo. Amen. Sema amen. 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 Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Amen. Sasa neno sana ukishakata hiki, nataka nimalizie hapo mahali nataka nifike. Na muda umekimbia. Ukishakata kwenye hiki, uko ndani ya kingdom and dominion. Uko kwenye ufalme wenye imani. Ndani ya hiyo imani, ndani ya hiyo eneo spiritual realm, ndani ya eneo lako la kiroho linaanza kuoperate effective. Yani, haleluya. Yani unapokuwa tayari umeshakaa ndani ya kingdom, uko kwenye ufalme wa Mungu, umekaa. Haleluya. Amen. Uchafikia hiyo level, umekaa. Eneo lako la kiroho
akamwambia mpole. Yule akida akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini mbele yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu, nikimwambia mwenenda kwenda na huyo njoo kuja, na mtumwa wa kufanya hivi ufanye. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliofuata, Amen nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi hiyo lugha, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Na Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini, mtumishi wake amestahili. Sasa njoo mchukue Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yuko kwenye utawala, yuko kwenye ufalme wake. Akida na yeye yuko kwenye eneo lake la kimfalme. Eneo la akida la kimtawala halina uwezo wa kuingia katika eneo la kiroho la utawala. Chukua hivyo. Hana uwezo wa kuzungumzisha vitu vya rohoni vikamsikia. Tunaenda sawa? Amen. Bwana asifiwe. Lakini alimtambua Yesu yuko kwenye eneo la kiutawala la kimfalme na eneo la kijiografia katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Hapo yule akida ndo anaingia kwenye ufalme. Anayo mamlaka ya kiserikali, lakini hana mamlaka ya kufanya wa Mungu. Lakini sasa amempata Yesu, ameuona mlango wa kuingia. Amen. 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 Ameanza kupambana aingie, mlango haufunguki. Mlango haufunguki mpaka amefika mahali mgonjwa ametokea nyumbani. Kajaribu kutamka kwa mdomo, anyanyuke, hainyanyuki. Akajua hapa sio mahali pangu, lazima niende mahali nitapatana na yule mwenye mamlaka katika ulimwengu, mpaka ndani ya nyumba yao, mpaka ndani ya mtu, mpaka ndani ya magonjwa, Amen. mpaka ndani ya mauti. Nani mwenye huo utawala? Akajua hayupo mwingine, Yesu peke yake. Alipomwendea kwa kumtambua ni yeye peke yake, alisema hivi, sistahili hata wewe uingie chini ya dari, lakini kuna lugha moja ukitumia, wewe utakuwa umeingia ndani ya dari yako. Amen. Maana wewe ni mtawala, unao kusikia mimi na wengine hatuwaoni, wanao kutii mimi na wengine hatuwaoni. Maneno yako watayachukua, wataenda nayo nyumbani kwangu. Ugonjwa hautasimama, mauti haitakuwepo, na hata umaskini unaweza kusiwepo. Amen. Aliyaona katika ulimwengu wa roho, yeye alikuwa na mamlaka. Alijiona yeye kwenye mwili alikuwa na mamlaka katika mwili, lakini sio katika vitu vya roho. Sasa jamaa huyu akapita, huyu jamaa akaingia. Haleluya. Amen. Alipoingia, Yesu akamfungulia mlango, alafu akawafungia wengine nje. Hii ni ajabu sana. Akawafungia wana wa ufalme. Tunao wana wa ufalme, lakini uwezo wa kuingia alipoingia huyu ni wana wa kuzungumza mambo yatokee. Ni wana waliokaa mahali pa kiti cha utawala, lakini hawakai kama Abrahamu, Isaka na Yakobo walivyokaa katika ufalme wa mbinguni. Tuna wana ambao hawakai, na wale wasiokaa watawekwa nje, na huko nje utakuwa na kilio na kusaga meno.
Sasa napata shida, nina Wakristo wana tukizungumza habari ya kuzaliwa, lakini wako kwenye kilio, hawajatupa jana, wako tu kwenye barabara hizi salama na barabara za vumbi, wanatembea huko na kule, wanahangaika kila siku. Mioyo yao haina hawajataka kwenye kiti, wanahangaika, wanasumbukia, wanatafuta ambacho hawawezi wakakipata mpaka wengine wakakaa. Sasa mimi nasema sema amen. Kama nimempata Yesu, nimempata ndio, lakini mlango akiwa umenifungulia nikaingia, nisikae katika eneo la mimi kutoka na mamlaka. Sema Amen. ndio kutawala. Okay, mwisho wa utawala. Msema mahali pa mwisho kwa ufalme ni mahali ya kaka. Amen. Ndio maana kwa vikao kuna kitu kinachoitwa mwenyekiti, kuna kitu ambacho kinaitwa cha mwenyekiti. Amen. Kuna mahali ambapo kitu kipo. Yule mwenyekiti akiamuru kikao kifungwe, kinafungwa. Akisema kikao kiendelee, kinaendelea. Ni kitu chenye mamlaka. Amen. Mungu anakusudia kila Mkristo aingie kwenye ufalme, lakini aingie na akili. Kama akili tupoje, pigo upoje, kabisa sawa. Pigo tena, akili ipatikane, itakuonyesha. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Amen. Sema amen. Naona nimewachosa. Kuna dakika zimebaki kweli? Sio kama ni dakika zimebaki. Luka 15. Luka 15. Ukipata kitu, ukipata fahamu, ukajielewa, ukanifahamu, kitu unataka. Amen. Sikiliza. Luka 15. Bwana Yesu asifiwe. Nikianza mstari wa 11. Anasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali niliyoangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko na maisha ya usharati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka
mtumishi mmoja akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako alikuja na baba yako amemchinjia ndama aliyonyama kwa sababu amepata tendo hili. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye akatoka nje, akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana-mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe pamoja nami siku zote, na vyote vilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Sasa tuna watoto wawili kama hivi. Amen. Huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo, lakini wote wawili ni watoto wa baba mmoja. Baba yao ni tajiri. Wote wawili wanajua baba yao ana mali, lakini mdogo akaona mimi ni mdogo, wacha nitake aliyo ya kwangu. Na alipopewa, Biblia inasema muda kitambo tu, nafikiri akapeleka, hakutamani kukaa, maana anatamani kwenda kula mali zake nje ya eneo la baba yake. Akatoka nje ya uwepo wa baba yake. Mungu alipoenda, Biblia inasema akapoteza mali zote alizokuwa nazo, akaanza kula na kunywa. Njaa ilipokuwa ikimshika sana, Biblia inasema akili ikamjia. Amen. Tena na neno akili yake kurudi. Kiswahili inasema akazingatia moyoni, lakini kwenye translation zingine, when he came back to his senses, aliporudiwa na akili. Akili yake ilisema hivi, Bwana Yesu asifiwe, kwa baba yangu kuna watumwa wanakula na kusaza. Kwa baba yangu kuna vitu, hata mtumwa tu anaishi vizuri kuliko mimi. Nikibahatika kuingia kwa nyumba ya baba yangu, nitaishi vizuri. Amen. Unasikia hiyo lugha yake? Yaani, pamoja na kujitamkia sistahili kuwa mwana, nifanye kwa mtumwa, kiwango cha utumwa ule wa nyumba ya baba yake unakula na kusaza. Sio mwana kule, mtumwa anafurahi kule. Mtumwa, mtumie lugha nyingine, kama analipwa mshahara unamtosheleza. Amen. Na unabaki nake. Tunaelewana hiyo? Sema amen. Amen. Kama kuna mshahara, msikie hiyo kitu. Ni mshahara. Watoto kusoma sio issue. Kama ni hela matibabu sio issue. Hata mwisho wa mwezi ukifika, masazo yako. Okay. Twende lugha nyingine. Sema amen. Amen. Tunaelewana mpaka hapo? Twende kwenye lugha nyingine close. Masazo ni mabaki ya mapato yake. Kwa nini yanabaki? Maana ufalme unamtumikia yeye. Amen. Unasikia wewe? Amen. Okay. Ule ufalme wa baba yake unawafanya watumwa. Swala la magonjwa hizo bwana. Magonjwa yao yanaenda. Unasikia wewe? Amen. Anamaliza mwaka
haufanyi kazi tena, umemaliza na ulikuwa mtumwa hizo ndani, umekaa mbali kwa sababu Ulaya wamezidi zaidi, umeshakuwa mzee, una kadi mpaka ya chakula, hapana waza chakula, nenda kwenye food center watakupa chakula ya mwezi mzima. Amen. Sasa ushauri na Mungu, hawa jamaa hawa watumwa hao, mimi nafikiri I say yani kutumika kwenye huo ufalme ni bora zaidi. Amen. 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 Unafika mahali unakuta afya, masomo, maisha yananyooka, na ule ufalme una uwepo mkubwa unaoingia mpaka kwenye malango ya watoto, na watoto wako wanalala vizuri, hawababaishi usiku na mapepo, hawalali kwa kuwezeseka, wanalala, wanaenda masomoni, wanasoma, wanafaulu. Yani unaona, alafu unachange na baki. Sasa yule mtoto aliyepiga hela ya hesabu, tunaenda sawa? Amen. Kuna anapoenda kuna kilio na kusaka mema, yani njaa, kuna njaa, mnasema tukaingia njaa katika nchi, na wenyeji wa nchi wakampa kazi ya kutunza nguruwe na kula chakula kutoka katika chakula cha nguruwe. Hapo ndio pale walipo wana wa ufalme wametupwa nje, ndiko mahali pana kilio na kusaka. Sasa tuingie kwenye ufalme. Sema amen. Mtoto amepata akili, nitaenda nitamwambia baba, na baba naye akaingia nia, baba akamwona kwa mbali, kabla hajasemeshwa, baba alishasemeshwa bila kwanza kule. Amen. Nitarudi nitamwambia baba, nimekosa. Baba anasema hilo neno ni akili. Sasa John anasema hivi, baba sasa chukua maneno matatu ya baba yake, leteni vazi upesi. Neno la kwanza upesi, neno bora. Amen. Mfikeni. Unanisikia hivyo? Sema amen. 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 Unasikia hivyo? Mfikeni, leteni vazi lililo bora upesi. Hapa hakuna mpango wa muda kuchelewa. Lazima kuna wanaosikia katika ulimwengu wa roho wataingia kwenye eneo la vazi bora, wataingia kwenye maisha yanayotakiwa ya kwako, watakufanyisha maisha mengine upesi. Amen. Upesi. Amina. Ukishafika upesi, leteni na pete.
Amen.